tutazameni umati huu uliopo wa watu masikini wa nchi hii waliotiwa kwenye umasikini uliopindukia. Lakini badala ya aliyejipa uongozi, aliyejipa utawala wa nchi hii, baada ya kuwaua masikini hawa 21, akawaacha na ulemavu 18, akawajeruhi vibaya 48, akaacha yatima 38, akaacha vizuka 14. Leo anajipanga tena kwenda kuuibia umati huu wa masikini wanyonge wa nchi hii. Mtawala aliyejipa utawala baada ya vitendo vyote hivyo, hao ni aibu. Mimi natamani ingekuja akasimama mbele yenu akaona kwamba hawa wote nitakwenda kujibu kwa Mwenyezi Mungu na kwenda kuwanyonga haki zao, kwa sababu mimi nipate kuendelea kuchuma chumo la haramu. Lakini kama hilo halitoshi, ndugu zangu, sasa wametafuta wajima, tena wajima kutoka miongoni mwetu. Waliona kwamba mwaka huu wakiwatumia ndugu zetu, mambo yao labda yatakuwa rahisi. Lakini mimi nawashukuru ndugu zangu, tumewaambia kwa sauti kubwa kwamba mwenzetu atakaye kwenda kusimama upande wa dhulma akawaunga mkono, huyo si mwenzetu. Maana udugu si kufanana, udugu ni kufanya nini? Ni kufaana. Sasa ikiwa mtu anajiita ndugu kwa sababu tumefanana, lakini ndugu huyu anarudi kwenda kushirikiana na watu waliotufanyia yote haya, halafu Mungu hakuwapa hata mshipa wa imani wakuja kusimama mbelenu, wakaja wakaomba radhi, wakaja angalau wakawaona, wakawapa pole waliofikwa na maafa, lakini wakakataa hata kufanya uchunguzi wa yaliyotokea 2020. Hawa leo hawaoni umati wote huu, kwa sababu Mwenyezi Mungu kawazima nuru ya mioyo yao. Wao wameelekea kwenye dhulma, na Mwenyezi Mungu kasema hamuongozi dhalim, haogopi. Na mwaka huu tunachowaambia kwamba wenyewe tumesimama, nchi yetu mnayopanga sisi tutapangua, tusiyoyaweza sisi Mwenyezi Mungu atayapangua. Lakini dhulma mnazozipanga, mnapanga wizi wa mapema, jamani, tunasema wakienda siku ya kwanza tutakwenda nao, au sivyo? Wakienda siku ya pili, maana huu wizi wa kitoto, au sivyo? Wameanza kuwasikia wanasema wanatufanyia hadaa, wamepunguza kwenye wizi wa mapema. Mwaka 2020 waliweka vituo 400 vya wizi. Waliweka vituo vingapi? Vituo 400 vya wizi. Eti uchaguzi wetu uliokuwa na wapiga kura 500,000, wakenda wakapiga kura watu 54,000 siku ya mwanzo. Sasa unajua bwana, ukisema uongo mmoja lazima useme miongo 40 kuuziba uongo mmoja, au sivyo? Ukisema uongo mmoja useme miongo 40 ya kuziba uongo mmoja. Sasa kutoka vituo 400, mwaka huu wapiga kura wameongezeka, wamekuwa 700,000.
kwa wanavyosema takwimu zao, lakini vituo vitakwenda kuwa vingapi? 50. Sisi tunachoambia hatudanganyiki. Tunaambiaje? Hatudanganyiki. Ndugu zangu, mimi katika kampeni hii nimepita takriban kila kipembe cha nchi yetu. Majimbo kayaeleza tuliopita hapa, naibu katibu mkuu. Mambo yanafanana. Mambo yanafanana. Niwahadisie yaliyoko. La kwanza inalofanana ni unyonge wa watu, umasikini wa watu uliopitukia. Tokea majimbo ya mjini Unguja na Pemba, watu hali ngumu. Lakini la pili ambalo linafanana ni dhulma kubwa inayofanywa hasa katika kunyang'anya watu ardhi. Lakini na jingine kubwa ni kila pahala watu kunyanyaswa na kunyanyasika kwa makodi, wafanyabiashara ndogo ndogo kuwindwa kama panya katika nchi yao. Lakini tukiitazama nchi yetu, ndugu zangu, nchi yetu nilikuwa nawaambia jana kule Chonga kwamba nchi yetu hii, na hasa hichi kisiwa cha Pemba, hichi Mwenyezi Mungu kakipa utajiri mkubwa, alhamdulillah. Kwanza kakipa utajiri wa gesi asilia. Utajiri wa gesi asilia imefanyiwa uchunguzi tokea na kampuni kutoka Canada ikiitwa Antrim, baadaye ikanunuliwa na kampuni kutoka Russell Khema inaitwa Rakgas. Mlisikia huko vishindo, mabomu, sijui kitu gani. Watu walikuwa wakifanya uchunguzi, si ndio? Uchunguzi wa awali umeonesha kwamba kuna gesi inayofikia cubic feet trilioni 3.8. Jamani, sio milioni 3, sio bilioni 3, trilioni 3.8. Lakini mwaka 2013 binafsi yangu nilikwenda Uholanzi katika mji maarufu wanaita The Hague, wenyewe wa Uholanzi wanaita Den Haag, kuzungumza na kampuni ya Shell kuhusiana na suala la utafutaji wa mafuta Zanzibar. Siruhusiwi kuyasema mengine, lakini la msingi niwaambie ndugu zangu, Zanzibar hii kwenye vitalu hivyo vilivyoko waliokuwa wamepewa Shell na vinginevyo viwili ambavyo CCM serikali yao na wenzao wameshindwa kuvidai, Zanzibar ina utajiri mkubwa wa mafuta. Zanzibar ina utajiri mkubwa wa gesi asilia, lakini wote watu wameshindwa kuichimba kwa sababu CCM wameshindwa. CCM Zanzibar, utawala uliopo, wameshindwa kudai haki ya msingi ya Zanzibar kuchimba rasilimali yake ile. Ndugu zangu, nchi hii, kisiwa hichi cha Pemba, kama mliwahi kumsikia mzee Karume akisema kukopa haramu, mkopo haramu, jamani, hamjawahi kumsikia? Mzee Karume alisema mkopo haramu kwa sababu alikuwa na fedha za kutosha za kuendesha nchi hii, na akijenga majumba yalifika mpaka Micheweni. Fedha zile hazikutokana na dhahabu wala haikutokana na biashara wakati ule. Fedha ile ilitokana na karafuu ambayo
90 inatoka katika kisiwa hichi cha Pemba. Nilikuwa nawaambia wenzangu, hesabu ya karafuu iliyouzwa mwaka 1971 ni fedha laiti unaipata leo, basi hizi unazoitwa wanazosema gorofa hizi zisingejengwa kwa mkopo, tusingefanyiana hadaa hii. Lakini nchi hii, kisiwa hichi kina utajiri mkubwa wa mazao ya baharini. Leo Kenya asilimia kubwa ya pweza wanaotumia wanatoka Pemba. Kweli si kweli jamani? Tena wanatoka Micheweni. Kweli si kweli? Samaki wanaotoka nchi hii, wanaotoka kisiwa hichi, wanaotoka Zanzibar. Mazao ya kilimo vile vile. Lakini ndugu zangu, pamoja na utajiri wote huu, tujiulizeni sisi. Tujiulizeni. Tujitizame sisi wenyewe hali zetu. Tunafanana na utajiri huu? Eti ndugu zangu, matajiri tunaoishi katikati ya umasikini. Mnadhani ni kwa sababu gani? Eti jamani, matajiri tunaoishi katikati ya umasikini, tuko kwenye utajiri lakini tumefanywa kuwa masikini. Ndugu zangu, mmemsikia makamu mwenyekiti leo kafungua mlango wa 15 wa ufisadi unaofanywa katika nchi hii. Na hawa jamaa hawajawahi kujibu hata siku moja. Hata siku moja hawajawahi kujibu. Wanajibu ya pembeni, wanasema ya kwao, wakajijibu wenyewe. Wanatengeneza hoja zao za ajabu, wakajijibu wenyewe. Lakini hoja zinazotolewa za ufisadi wa kupindukia hawajawahi kujibu hata moja, na hawatojibu kwa sababu ni ufisadi wa kupindukia. Na ufisadi huu umekuja kwa sababu Mwenyezi Mungu ataitia wapi baraka nchi ambayo uongozi wa nchi unapatikana kwa wizi? Eti jamani, 2020 si mnakumbuka aliyotokea? Watu wamekuja kuiba kila kitu, majimbo, wakaiba uraisi, wakaiba bunge, wakaiba uwakilishi. Umewafanya nini? Waliona miaka 5 itakuwa mingi. Sasa wako wanahangaika, tutakuja kuwapa mkopo. Leo tena mabilioni uliwatumia kunipa mkopo, maskini wa Mungu. Leo ndo unaniambia utakuja kunipa mkopo. Leo ndo unaniambia baada ya kuniibia kwa miaka 4 gharama za kuunga umeme, mita ya umeme unainunua mwananchi maskini mara 2 ya bei, kwa sababu mradi wa kuleta mita za umeme ni mradi wa wakubwa. Wanaleta mita kwa bei mara 2 ambayo ilipaswa kuletwa. Wanakuibia wewe mwananchi maskini. Unaelaza bati kwenye chumba kimoja, lakini unampa yeye mapesa mabilioni ende akajenge ghorofa 11. Hazimtoshi. Sasa haiwezekani nchi ambayo mnapata uongozi, ikiwa katika nchi uraisi utaibiwa, jamani kutabaki nini? Naam, hakuna. Ikiwa uwakilishi utaibiwa, ambaye mwakilishi huyu ndo anakwenda kuwa waziri, ikiwa waziri umeibiwa, mnategemea kitabaki nini? Hakuna. Sasa tunachosema ndugu zangu, ndio maana tunasema tukatae kwa kauli moja, tukatae kwa dhati katika nchi yetu
kufanyiwa uhuni katika kuwapata viongozi. Jamani, tuko pamoja? Haiwezekani tupate rais katika nchi yetu aliyepatikana kwa taratibu za kihuni, aliyepatikana kwa taratibu za wizi. Ama nyie watu wa Micheweni mko tayari? Ndugu zangu, mko tayari? Ukiibiwa urais kutabakia nini? Ndio maana tunasema ndugu zangu, na tunasisitiza kwamba sisi inshallah tunakwenda kuunda serikali Oktoba chini ya uongozi wangu, chini ya rais wenu Othman Masudi. Nchi hii la kwanza tutakalolifanya ni kuirudisha mikononi mwenu, kwa sababu ufisadi huu unafanyika, dharau hii inafanyika, dhulma hizi zinafanyika, kukosekana kusimamiwa uchumi vizuri kunafanyika, kiburi kinachofanywa kinafanyika kwa sababu watu hawakuwekwa na wananchi, na wananchi hawawezi kuwaondoa. Kwa hivyo la kwanza tunalokwenda kulisimamia inshallah ni kuirudisha nchi hii mikononi mwenu wananchi, ili nyinyi ambao ndio wenye nchi, wafalme wa nchi hii. Jamani, mfalme sio kiongozi. Nyinyi kiongozi mmemchagua akawatumikie, mnamlipa, mkimuona na gari na nini, jeuri yake ni nyinyi. Kodi zinatoka migongoni mwenu, halafu mtu aje wafanyie jeuri katika nchi yenu, mnamlipa. Mnakubali ujinga huu jamani? Mtakubali ujinga huu? Ndio maana tunasema tunakwenda nchi hii kuinyoosha, na kuinyoosha kwake lazima turudishe heshima ya wananchi. Wenye nchi lazima tuwarejeshe heshima yao kwa kurekebisha katiba, kwa kuja na katiba mpya itakayompa mwananchi haki yake ya kwamba yeye ana kauli yake, yeye ndio atakayemweka kiongozi na yeye ndio atakayemuondoa. Hili ndio litakaloleta nidhamu. Sasa hivi hakuna nidhamu, hawatuogopi, hawawaogopi. Ndio maana wakapanda kiburi hichi. Sisi tunachokwenda kusema, kama unataka kufanya kiburi, usifanye kiburi na cheo cha serikali. Kafungue genge, kauze urojo, kauze malai, kauze togwa, kauze vitumbua kama tulivyouza sisi wengine. Hapo ndio ufanye jeuri kwa togwa lako, kwa kitumbua chako, kwa maandazi yako. Lakini usifanye jeuri na cheo na dhamana uliopewa na wananchi. Hili tunakwenda inshallah kuliondoa. Na katika hili mimi naomba niwaambie ndugu zangu wa Chama cha Mapinduzi. Hao Chama cha Mapinduzi hawa wanajipaka tu, lakini wamenyang'anywa hata chama. Wamenyang'anywa hata chama. Wenyewe wananungunika huko chini chini. Ukikutana nao, bwana, sisi tunategemea nyinyi. Naam, na sisi tunakubali kuchukua dhamana hiyo, tukawarejeshe chama chenu. Hawa waliokiteka nyara Jamhuri ya Walaji, wakaekana, wakapangana, tunakwenda kuwaondoa. Turudishe chama chenu mikononi mwenu, wana wa Chama cha Mapinduzi, ili kama mnataka ushindani wa haki 2030 inshallah chini ya usimamizi wangu kama rais wa nchi hii, tutakwenda kufanya uchaguzi kweli wa haki. Kila mwenye haki yake mwananchi utakwenda kuamua, unamtaka ACT au unamtaka CCM au unamtaka Chadema au unamtaka Chasusu. Hiyo itakuwa hiari yako. Naam, hiyo ndio ahadi yetu ya meshazeeka tena hii, tutawachia vijana. Lakini tunachosema sisi ni kwenda kuweka nidhamu ya nchi hii namna ya kuendeshwa.
Lakini jambo la pili, na hili niliseme kwa ndugu zangu hasa wa Micheweni. Wa Micheweni tulisikia kuna vijana wenu hapa walikuwa wakijirusha. Unaona barabara sasa imenyooka, bwana, ile ni ngazi ya mwizi. Ile si barabara, ni ngazi ya mwizi. Kaweka anaenda kutoa bati zako, wewe mwenyewe unafurahi sheke wa ngazi. Ndugu zangu, Micheweni imepigwa picha yote, Pemba imepigwa picha yote, tena kwa ndege inachuuzwa huko nje. Wanaambiwa mnaona bwana, na barabara tushawaekea, mtaletewa raia wanaitwa wawekezaji. Ndugu zangu wa Micheweni, hala, lakini inshallah mkifanya maamuzi sahihi mtajiepusha na balaa hilo. Sisi tunavyosema Micheweni tunaenda kuiondolea maangamizi. Inshallah tunakwenda kuiletea neema. Hawa watu wasiwadanganye, na kama ni kweli wanawapenda, mimi nataka niwaambie jambo moja tu. Mfano mmoja. Mimi katika jambo ambalo lilikuwa linaniuma mpaka kesho, ni kuona mwanamke wa Micheweni ana nyundo, anabanja jiwe kupata kokoto. Jamani, hili jambo la kuumiza kweli kweli. Ni kumuona mtoto wetu Micheweni, tena wa kike, anaingia kwenye mvungu wa jiwe, linaporomoka, linamuua. Jamani, haiwaumizi? Haiwaumi? Mimi inaniuma mpaka kesho, kwa sababu nilitembelea nikayaona na ninayajua. Mimi nauliza, huyu mwanamke wa Micheweni akishakuchukua nyundo tokea asubuhi, akibaja akapata tena ndoo mbili sijui, haipana pesa zinazojulikana, akirudi nyumbani sijui inakuwaje wallahi. Jamani, huko sitaki niende. Mimi huko sitaki niende. Ninachowaambia wallahi, Allah ni shahidi wangu, kama kuna jambo linaniuma ni hilo, na nikapeleka wazo kwa Mheshimiwa Rais, yeye ni shahidi mbele ya Allah, mimi ni shahidi, mkuu wa wilaya ya Micheweni aliyekuwa Bimgeni ni shahidi, kwamba tufanye utaratibu iwe itakavyokuwa, tuwanunulie wanawake wa Micheweni mashine si ghali za kubajia yale mawe, wafaidike, watengeneze kokoto, watumie, wapate na watoto wao. Hivyo wanavyohangaika sivyo. Wafaidike na rasilimali hii iliyoko Micheweni. Leo matajiri wakubwa wa kokoto wanatoka Micheweni, wanatoka nje ya Micheweni. Sisi tunachosema la kwanza ni kumkomboa mwanamke wa Micheweni. Ahadi yangu ndani ya siku 100 za mwanzo ni kuwatafutia wanawake wa Micheweni mashine, wazimiliki, ziwe zao, wataunda wenyewe vikundi kuisimamia, lakini wafaidike na kokoto na jiwe linalotoka katika Micheweni. Inshallah Mwenyezi Mungu atuweke mje mnidai jambo hilo, na sio hilo tu, lakini na mengineyo. Lakini sisi tunasema Micheweni badala kwenda kuichuuza tukawaleta wageni hapa, sisi Micheweni katika sera yetu ya elimu ya kuanzisha miji ya kielimu, mji mmoja wa kielimu utakuja Micheweni. Mji wa kielimu utakuja Micheweni, tuwaletee uwekezaji wenye tija, wenye heshima, utakaoijenga Micheweni, sio kwenda kuichuuza. Lakini kubwa tunalosema ndugu zangu, ardhi ya Micheweni, ahadi yetu itamfaidisha mwananchi wa Micheweni. Sasa hivi ngazi ya mwizi imeanza kufanya kazi.
ardhi zimeanza kujanganywa, zimeanza kuchukuliwa. Kweli si kweli? Tutakwenda hii ngazi ya mwizi itakuwa ngazi ya mwenye nchi sasa. Tumefahamu? Hii ngazi ya mwizi zilizojengwa, nyinyi mliona mmependwa kuletewa barabara. Si wengi wajenge hiyo barabara kutoka angalau Wingu mpaka Micheweni. Sisi tunachosema, ardhi yoyote itakayochukuliwa ama na serikali, inshallah mwananchi atalipwa fidia. Kama kweli inahitajika na serikali, atalipwa fidia mwenyewe atakaoridhika, kama kweli hapa nimetendewa haki. Lakini kama ardhi tutaichukua kwa kumpa mwekezaji, mwananchi wa Micheweni, ardhi yako utakodisha mwenyewe, pesa zitakuwa za kwako, sisi tutakukata kodi kwa kipato chako, ili usiwe masikini wewe na watoto wako na wajukuu zako na vizazi vyako vinavyokuja. Hatutokunyang'anya ardhi yako. Na ahadi ya tatu katika ardhi, tunasema Micheweni, kama itatokezea tutafanya uchunguzi, kuna ardhi yako umenyang'anywa, wajanja wameichukua, hawa madalali wameichukua, hawa walioweka ngazi ya mwizi wameichukua, ardhi tutakurejeshea mwenyewe. Ndio ahadi yetu watu wa Micheweni. Ahadi yetu nyingine, ndugu zangu, Micheweni ni tajiri katika uvuvi. Ni tajiri katika uvuvi. Ahadi yetu ni kumwezesha mwananchi wa Micheweni akaweza kwenda kuvua kweli, sio hivi vifaiba vya kuvukia. Ni kumtafutia kweli boti na vifaa vya kisasa, akaweza kwenda kufanya kazi. Lakini sio tu boti na vifaa. Ahadi yetu ni kumwezesha akaweza kuongeza thamani ya samaki na haya yako duniani, ili thamani leo ukiuza pweza popote utakapouza, awe na thamani mara 3 ya bei unayouza leo. Kama unalima mwani, uende ukauze mwani, sio ukauze majani yanayotoka baharini. Ule unaozalishwa sasa, ule si mwani, ule ni majani kutoka baharini. Tutakuwezesha kwa maarifa na kwa ile uweze kuuchakata uwe mwani sasa utakaouza kwa bei kubwa. Ndugu zangu wavuvi, iko mifano hapa Pemba. Kuna mtu kawekeza pesa kidogo tu, leo jodari, bei unayomuuza wewe mvuvi wa kawaida, yeye anauza kwa bei mara 3 hapa Pemba, na alichowekeza ni kitu kidogo. Sisi tumezungumza tayari na hiyo kampuni inayotoa hivyo vifaa kutoka Italy, na wanatusubiri wakati wowote tushirikiane nao, wawapatie wananchi wa Micheweni na wavuvi wengine waweze kwanza wakavue na waje wakaongeze thamani, ili wauze ndani na nje ya nchi hii, wapate tija ya uvuvi wao. Hizo ndio ahadi zetu sisi, na inshallah Mwenyezi Mungu atuweke watu wa Micheweni, Mwenyezi Mungu atuweke mje mnidai ahadi hizo, mje mnidai ahadi hizo. Ndugu zangu, kazi ya serikali yetu tutakayounda, kazi ya serikali yangu nitakayoisimamia ni kumtumikia mwananchi, sio mwananchi kutumikishwa na serikali. Lilobakia moja. Ili nifikie hayo, lazima mniamini kunipa kura zenu.